Katika ulimwengu wa soka, neno uwezo ni mfumo wa silaha yenye makali kuwili, yani lina uwezo wa kumtukuza mchezaji hadi kufikia anga za juu au kumwacha akiwa amejawa na majuto na nini kingeweza kuwa. Hili ndio onyo ambalo kocha wa timu ya taifa wa Uingereza Thomas Tuchel ambalo wamempa mshikadau wake mwenye kipaji Marcus Rashford. Rashford mwenye umri wa miaka 27 ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo katika klabu ya Barcelona kutoka Manchester United ameanza kupata uhai mpya katika ligi ya La Liga, akifunga mabao 3 na kutoa asisti 5 katika mechi 10. Matokeo haya yamemuondoa katika kipindi kigumu cha Old Trafford ambapo meneja wa kikosi cha Manchester United Ruben Amorim alikosoa mtazamo wake akisema hakuonyesha wala kutoa kiwango cha juu kila siku. Hakuna mipaka kwake, ni maneno ya Thomas Tuchel akimzungumzia Marcus Rashford kabla ya mechi muhimu ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Latvia. Tuchel alisifu uwezo wa Rashford akisema, nadhani kiwango chake kiko juu sana, labda juu zaidi kuliko kwa wengine. Thomas Tuchel aliongeza kwa lugha ya picha akijaribu kuondoa ukungu unaofunika ahadi na kuangazia uhalisia. Alisema ana uwezo, lakini uwezo ni neno hatari katika michezo ya kiwango cha juu. Ubora ninaoona mazoezini, umaliziaji na kwa miguu yote miwili na kichwa. Yeye ni mlipuko, ni mwepesi, ana nguvu angani. Kwa hiyo mipaka iko wapi? Hakuna mipaka. Hata hivyo Tuchel alimpigia msumari wa mwisho kwa kusema, lakini namba haziendani na uwezo, ndivyo ilivyo rahisi kuzima mwanga wa nini kingeweza kuwa kwa Rashford. Kauli hii inamkumbusha Rashford na mashabiki wa soka kwa ujumla kwamba kipaji pekee hakitoshi. Historia ya soka imejaa na wachezaji ambao walikuwa na uwezo mkubwa lakini wakashindwa kuutumia kikamilifu na mwishowe wakabaki na majuto. Mfano halisi wa mchezaji ambaye uwezo wake ulionekana kutokuwa na mipaka lakini maisha yake ya soka yaligeuka kuwa hadithi ya huzuni ni Adriano Leite Ribeiro. Mshambuliaji huyu wa zamani wa Brazil alikuwa na nguvu za ajabu, shuti kali la kushoto kama nyundo na kasi isiyozoeleka. Adriano wakati mmoja alijulikana kama mfalme huko Inter Milan, alitabiriwa kushinda Ballon d'Or, lakini kutokana na matatizo yake binafsi ya utovu wa nidhamu, hasa baada ya kifo cha baba yake, hakuwahi kufikia kilele chake. Alimaliza kazi yake mapema na kuacha swali chungu hewani, nini kingeweza kuwa kama angeendelea? Tuchel anataka Rashford asigeuke kuwa Adriano mwingine. Anasisitiza kwamba Rashford ni lazima afanye maamuzi sahihi ya kazi kwa sasa, la sivyo atakata tamaa baada ya miaka 10 kwa kile kingeweza kuwa na kile alichokifanya. Huku Barcelona ikimfurahia na kocha Hans Flick akimuita wa ajabu, na klabu hiyo ikiwa na chaguo la kumnunua kwa pound milioni 30 mwaka 2026. Mpira uko miguuni mwa Rashford. Ni wakati wake sasa kufungua ndoo ya uwezo wake na kuacha alama ya kudumu badala ya kuwa na majuto ya miaka ya baadaye. Uhalisia wa sasa wa Marcus Rashford ni kwamba alichokiona Hans Flick na Thomas Tuchel ni mbingu na ardhi, kile ambacho alikiona Ruben Amorim kipindi yupo Old Trafford. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.